wa Tanzania. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumekutana hapa kwa ajili ya hafla fupi ya makabidhiano ya vitendea kazi kwa maafisa tarafa wa mkoa wetu wa Songwe. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mkoa wetu wa Songwe unazo tarafa 12. Na katika tarafa zetu 12 kwa kulikuwa kuna changamoto kubwa sana ya vitendea kazi hasa vya usafiri. Na limekuwa ni wazo la muda mrefu la kuhakikisha kwamba maafisa tarafa wote wanapata vitendea kazi hivi, na kwa maelekezo yako tuliwaandikia wenzetu wa Shanta kuona namna ambavyo wanaweza wakatusupport kwenye eneo hili, na kwa kweli tuwapelekea barua na mwitikio wao ulikuwa ni mkubwa sana, kwa sababu hatujaanza kushirikiana kwenye vitendea kazi tu peke yake kwenye level ya mkoa. Maana tunazungumzia level ya mkoa. Shanta tuna mashirikiano ya aina mbili. Tuna mashirikiano ya level ya halmashauri na wilaya, lakini tuna mashirikiano ya level ya mkoa. Level ya halmashauri pia wanafanya vitu vingi sana ambavyo sitaki kuvitaja hapa. Wanajenga shule, wanajenga mabweni, wanajenga madarasa. Wanafanya vitu vikubwa sana, na pale hospitali pale wamefanya kazi kubwa sana. Hospitali ya wilaya wamejenga zile walkways na wamesaidia shule ya amali ile inayojengwa pale ile unapanda kwenda Songwe. Maji yote walikuwa wanatumika kujenga pale, wao ndio walikuwa wanasafirisha kuleta magari yao na kila kitu. Kwa kifupi ni kwamba ni wadau wakubwa sana kwenye mkoa wetu na wamekuwa wakitusaidia sana kwenye maeneo mbalimbali. Kwenye level ya mkoa tuliwaandikia barua kipindi cha nyuma. Kwa tuna ofisi pale ya Machinga ambayo tulikuwa tunajenga kama mkoa, lakini wao walituletea vifaa na vitu mbalimbali mpaka tumeweza kukamilisha ile ofisi. Kwa hiyo hili ni lingine tena ambalo sasa tuliwaandikia barua rasmi kuwaomba kwamba tunaomba kupatiwa pikipiki 12 kwa ajili ya kuwasaidia maafisa tarafa ili waweze kufanya shughuli zao. Kweli Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wameleta pikipiki hizi hapa kama unavyoziona. Pikipiki ziko 12 na ni aina ya Boxer 125 HD. Wakati tunafanya haya mambo ya procurement na wenzetu wa Shanta, ilibidi niwacheki wenyewe maafisa tarafa. Mmoja wa maafisa tarafa nimuuliza tuwaletee Boxer 125 au tuwaletee Boxer 150 HD. Wao wakasema wanahitaji 125 kwa sababu fuel consumption yake ni ndogo. Kwa hiyo na mimi nikawaeleza wenzetu, na hawa walikuwa tayari hata kuleta ya 150. Kwa hiyo wakatupa 125 kwa sababu ndio ilikuwa chaguo la maafisa tarafa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, leo hii utafanya makabidhiano kwa hao maafisa tarafa, lakini kwenye mkoa wetu sasa kuna tarafa 12, lakini afisa tarafa mmoja waitaka mstaafu, na alikuwa ni miongoni mwa waliokuwa wanapigia chapuo kweli kweli tupate hizi pikipiki mapema. Sasa zimefika, yeye akiwa ameshaondoka, lakini yote ni mema kwa sababu ataendelea kutumia watu wengine. Kwanza tunafurahi na tunakushukuru kwa heshima hii ambayo umetupa kuwepo katika hii hafla fupi, na kama katibu tawala alivyoelezea, ameelezea vizuri kwa namna ambavyo tumeshirikiana. Kwa ufupi, pikipiki hizi katibu tawala alituandikia barua mwaka jana tarehe 28 mwezi wa 11 kuomba pikipiki 12 kwa waheshimiwa makatibu tarafa. Kwa hiyo tukamwambia pikipiki tutazinunua mwakani ambao ni mwaka huu, na mwezi wa 3 mwaka huu tukawa tumeanza mchakato wa manunuzi, na hatimaye tunamshukuru Mungu pikipiki hizi ziliagizwa na zikafika salama na baadaye zikasajiliwa. Gharama ya pikipiki hizi ni milioni 42 na laki sita. Hapo ni bila VAT, lakini ukiweka na VAT inakuwa kama milioni 50 hivi na kama na 262. Na nina imani kwamba makatibu tarafa wetu watazifurahia na wataendelea kuzitunza ziweze kuwasaidia. Nishukuru na mimi Shanta Gold kwa namna mlivyofanikisha jambo hili kubwa kwetu. Hili jambo ni kubwa sana. Wakati tunazungumza na katibu tawala wa mkoa mwaka jana, tulikuwa tunajadili, tulianzia mjadala kwenye vyoo. Nilikuwa naangalia picha kwenye grupu lile la ujenzi wa vyoo, wakiwa wameingia kwenye vyoo wanakagua, unaona choo kichafu kweli kweli na nini. Nikaangalia nikaona kila moja unakuta ileje tarafa yuko kwenye choo anakagua, mara unamkuta yule wa kule kwenye Mpunga, wapi umetaja, Kamsamba, na yeye yumo kwenye choo. Unakuta kule Songwe wapo kwenye vyoo, kila mmoja yuko busy anafuatilia, yuko na wataalamu na wasaidizi wake wanafuatilia vyoo. Nilimuuliza RMO akasema tumejenga karibu vyoo 1000 kwa kipindi cha mwaka huu mmoja.
na kwa muda mfupi. Akasema hao watu wanafanya kazi kubwa sana. Rasi ndo akaniambia mimi nashauri watafutie usafiri. Hiyo ndo nikamwachia, nikamwambia hebu nenda kachakate. Nikupongeze wewe pamoja na wasaidizi wako kwa kazi kubwa ambayo mmefanya, kufikiria wazo na kuja kunishauri kwamba wapi sasa tunaweza tukapata kwa urahisi. Na kwa kweli kiangalia tumeandika barua mwezi wa 11. Alafu mwezi wa 4 nafikiri kila kitu kilikuwa tayari. Wa 4 wa 5 zilikuwa zimekaa hapa zinasubiria usajili na vitu vingine. Inaonyesha namna wenzetu wa Shanta walivyo na utayari, lakini pia na sekretarieti ya mkoa ilivyo na dhamira ya kila kinachopatikana kuongeza tija. Walikuwa wana uwezo wa kuandika barua ya kuomba fedha kwa ajili ya kufanya tu mambo ya msingi, sherehe na vitu kama hivyo. Lakini hawajaomba ya sherehe, wameomba ya mambo ya msingi ambayo yanaenda kutatua changamoto ndani ya mkoa wetu na kuongeza spidi na ufanisi wa utendaji. Sasa mnapewa vyombo hivi, maafisa tarafa, magavana, nyinyi wasaidizi wa wakuu wa wilaya na wasaidizi wangu kwenye ngazi ya tarafa. Naamini vitaenda kuwasaidia kuongeza tija ya kuwahudumia wananchi na kutatua changamoto za wananchi. Kama hujui kuendesha, usianze kujifunzia kwenye chombo hiki. Fadhali utafute anayejua awe anakubeba kukupeleka unakotaka kwenda, kuliko kujifunzia kwenye chombo hiki alafu kesho tukakosa mtu muhimu au tukakosa baadhi ya viungo kwa mtu muhimu tunayemtegemea. Hilo ndio kubwa. Lakini kwa ujumla niwapongeze sana watumishi wote wa mkoa wa Songwe. Mnafanya kazi nzuri sana. Mpo na utayari mkubwa wa kuwajibika. Kwa mara nyingine nimekuwa natamani tufanye kazi tufikie mahali unaona kila mmoja yuko mguu sawa kuhakikisha tunafikia pale tunapokubaliana. Huo utayari unaonyesha dhamira ya dhati ya kuwatumikia wananchi tuliopewa dhamana kuwatumikia. Lakini kubwa zaidi inaonyesha ninyi mlivyobeba dhamira ya kuufanya mkoa wetu usonge mbele. Niwashukuru sana kwa hilo. Niwapongeze kwa kila ambacho tunakubaliana namna kinavyotekelezwa. Kwenye jambo la vyoo, kwa kweli kuanzia wakuu wa wilaya, hongereni sana. Mmefanya kazi kubwa sana. Na hii imethibitisha kwamba tukikubaliana tuna uwezo wa kuleta matokeo. Nilimwambia mtu mmoja alinipigia simu akasema unajua mimi niko nafanya kazi huku juu juu. Sasa shangazi yangu amekamatwa, ameambiwa kwa ana choo. Nikamwambia yani wewe uone aibu unafanya kazi huko juu, alafu unaniambia shangazi yako amekamatwa hana choo alafu na unanipigia na simu. Naambia wewe ni mpuuzi kuliko wapuuzi wote niliwahi kuwaona. Kata simu yako kamjengee shangazi yako choo. Kwa sababu hatufanyi kazi ya kumkamata kwa sababu tunataka atuchangie sisi, tunataka aishi kisasa yeye mwenyewe, aishi kwa kujali afya yake yeye mwenyewe. Akakata akamwambia mwenzie pembeni asijue nafahamiana naye. Akamwambia hili jamaa lina roho mbaya. Yule bwana akanipigia akasema mtu fulani kaniambia una roho mbaya. Nikamwambia ni mpuuzi, eti shangazi yake anajisaidia barabarani na nje. Yeye huko eti yuko juu anapiga simu kumtetea aendelee kujisaidia barabarani. Sasa sijui hiyo ni roho mbaya au kumsaidia kujifunza kwa muungwana. Sasa hiyo tu ilikuwa inaonyesha kwamba kweli kuna kazi watu wanafanya huku chini, ndio maana kuna watu wanalalamika. Na wengine wakishafikiri wanapewa nafasi ya vyeo na nini, nyumbani hawakumbuki kazi yao ni kutetea tu mambo ya hovyo. Na sisi tulisema hatutakubaliana. Na ndio maana hamna hata mtu mmoja nilimpigia simu kuanzia wakuu wa wilaya. Nilikuwa naletewa kesi nyingi, mtu wangu ameshaambiwa bila choo. Namwambia kwa sababu choo tunachopigania ni kwa afya ya mtu wako. Tunamlinda mtu wako. Endelea kuhangaika kijengwe choo na sio vinginevyo. Nyinyi ni mashahidi vyoo vimejengwa. Na matarafa, watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, wataalamu wetu wa afya na wataalamu wengine ngazi ya kata, vijiji na halmashauri. Wote kwa pamoja kwa kweli mliibeba hii ajenda na mmefanya vizuri. Mwaka huu wameanza mavuno. Sasa mmalizie wale wachache ambao bado hawajajenga vyoo bora.
ili tuepukane na changamoto ya matumizi ya vyoo visivyofaa ambavyo vinatusababishia kuwa na milipuko ya magonjwa yasiyofaa mara nyingi. Mwisho nirejee, vyombo hivi ni kwa ajili ya kurahisisha usafiri. Naamini na sina mashaka nanyi, kwa namna mlivyokuwa mkifanya kazi, naamini hivi vitaongeza tija zaidi. Tunashukuru sana kiongozi wetu kwa kuthamini nafasi yetu, lakini na kazi ambazo tunazifanya ambazo kimsingi zinahitaji kutembea kwenda maeneo mbalimbali, na maeneo mengine ni ya ndani ambayo kwa vyombo hivi vinafikika mahali kokote. Tunashukuru sana kwa kututazama na kutuangalia. Jambo kubwa ambalo leo tunaweza tukalisema kwako Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kwamba kama ulivyoeleza, vyombo hivi ni kwa ajili ya kurahisisha na kuwezesha utoaji wa huduma kwa wananchi ambao tunawahudumia kwenye tarafa zetu, kwamba tutafanya hivyo kuvitumia kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi ambao wako kwenye maeneo yetu, lakini pia vile vile tutavitunza ili viweze kukaa kwa muda ambao unatakiwa na viweze kutusaidia sisi tuliopo, na ikibidi wengine ambao wanaweza wakaja baada yetu. Hatuna neno kubwa zaidi sana ya kusema, tunakushukuru kwa kulifanya jambo hili kwetu ambalo ni la kihistoria, lakini linaleta heshima kwa nafasi yetu kama maafisa tarafa katika mkoa wetu wa Songwe. Asante sana. Mungu akubariki na akupe maisha marefu yenye fanaka na mafanikio katika yote ambayo yako kwenye utumishi wako. Asante sana.